Moja kati ya habari kubwa leo kuhusiana na kifo cha mrembo wa nchini Marekani Ashley Juneid ama Ashley Robinson ambaye amefariki kule Zanzibar. Familia yake katika story iliyopita, baba yake alieleza ama kutoa taarifa rasmi kuhusiana na kifo hicho na kwamba uchunguzi unaendelea, mamlaka za Zanzibar zinafanya uchunguzi zaidi. Sasa leo taarifa imetoka kutoka polisi Zanzibar. Kamanda wa polisi mkoa wa Kaskazini Unguja Benedict Mapujira amezungumza na vyombo mbalimbali vya habari ambavyo vimemhoji. Mwananchi wameongea naye, IOTV naona pia ameongea naye pamoja na wengine, na ambapo anasema mamlaka zilipokea taarifa ya dharura ya kiafya katika hoteli hiyo kufuatia tukio la jaribio la kujiua. Robinson ambaye alikuwa visiwani humo kusherehekea siku yake ya kuzaliwa ya miaka 31 alikutwa akiwa hai na wafanyakazi wa hoteli, lakini alifariki dunia siku iliyofuata Ijumaa Aprili 10, 2026. Kwa hiyo walimkuta katika mazingira kwamba amejinyonga, lakini hakuwa amefariki. Uchunguzi wa polisi umebaini kuwa kulikuwa na mvutano mkubwa katika uhusiano wa Robinson na mchumba wake Joe McCain muda mfupi kabla ya tukio hilo. Polisi pia wamezungumzia hali ya mchumba huyo ambaye amekuwa akituhumiwa sana mtandaoni kwamba amehusika bila ushahidi wowote. Kamanda Mapujira alithibitisha kuwa wawili hao walikuwa wakiishi pamoja hadi walipopata mgogoro wa kifamilia uliosababisha uongozi wa hoteli hiyo kuingilia kati na kuwaweka katika vyumba tofauti, wakawatenganisha. Alipoulizwa kuhusiana na kwa nini mchumba wake huyu Joe McCain hajakamatwa, akasema kuwa kwa mujibu wa ushahidi uliopo kwa sasa hakuna msingi wa kisheria wa kumshikilia, akisisitiza kuwa uchunguzi unaendelea kwa lengo la kubaini ukweli wa tukio hilo na sio kwa ajili ya kufungua mashtaka ya jinai kwa sasa. Timeline ya matukio ilikuwa hivi: April 5, 2026, Robinson anawasili Zanzibar kwa ajili ya sherehe ya siku yake ya kuzaliwa, na tukio la uchumba linafanyika wakati wa safari ya porini. Ukipita kwenye ukurasa wa Instagram wa Ashley utaona kwamba alivishwa pete ya uchumba katika hii sehemu inaitwa Savo Wildlife, ambapo inaonekana anamlisha chakula twiga, unaona. Sasa baada ya hapo wakawa wamekwenda sasa kule Zanzibar. April 8 hadi 9, 2026 inaripotiwa kuwa kulikuwa na mgogoro wa kifamilia uliosababisha hoteli kuwaweka wawili hao katika vyumba tofauti. April 9, 2026 wafanyakazi wa hoteli wanamkuta Robinson anayedaiwa kujinyonga na anakimbizwa hospitali ya karibu. April 10, 2026 Robinson anathibitishwa kufariki katika kituo cha afya. April 13, ambayo ni leo sasa, polisi ndio wanathibitisha rasmi kwa chanzo cha kifo ni kujiua kwa mujibu wa matokeo ya uchunguzi. Bado mwili uko Zanzibar, na ndio maana kwenye ile taarifa ya familia waliongea kuhusiana na umbali, lakini pia kuhusiana na kutoamini narrative kwamba alijiua. Wanasema hakuna chochote kuhusu msiba huu kinachoonekana kuwa halisi. Dakika moja alikuwa akisherehekea upendo na maisha kwa mtindo wake wa kipekee wa Ashley, na dakika iliyofuata alikuwa ameondoka. Ghafla tukio hili, maswali yasiyo na majibu na umbali kutoka nyumbani vimefanya janga hili kuwa gumu zaidi kwa familia yetu. Uchunguzi bado unaendelea, na bila shaka uchunguzi ukikamilika, familia sasa ndio itachukua mwili, na naamini kwamba Joe McCain bado yupo Zanzibar, lakini hajashikiliwa. Hakuna kesi ya jinai yoyote kwa sababu hakuna uthibitisho wote kwamba amehusika. Ni ushahidi unaonesha alimkuta Ashley amejinyonga, japokuwa alikuwa bado hajafariki muda huo, alifariki baadaye.